Karibu mpenzi mtazamaji wetu ndani ya Mzee Yakobo Sports, tuweze kuangalia tetesi za usajili zilizojiri barani Ulaya. Ikiwa leo ni tarehe 31 Januari, karibu uweze kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe ili uendelee kuwa karibu zaidi nasi kila wakati. Tuanze moja kwa moja na kule Manchester. Klabu ya Manchester United sasa wanatazama kwa karibu winga wa klabu ya Everton anayefahamika kwa jina la Ndiaye. Katika dirisha la usajili la mwezi Juni, klabu ya Manchester United inamtazama Ndiaye kama moja ya lengo lao kuu la kuimarisha safu yao ya ushambuliaji. Licha ya kwamba pamekuwa na viungo wakabaji ambao Manchester United wanawahitaji, ila pia wamemuongeza na Ndiaye kama moja ya walengo wakuu katika klabu yao. Lengo ni kuendelea kuimarisha makali ya kikosi chao. Tutoke hapo tuende paka kule The Gunners. Klabu ya Arsenal inawaza kuwauza washambuliaji wake wawili ambao wa kwanza ni Gabriel Jesus mwenye umri wa miaka 28 na wa pili ni Gabriel Martinelli mwenye umri wa miaka 24 kama sehemu ya mpango wa kumsajili mshambuliaji wa Atletico Madrid na Argentina Julian Alvarez mwenye umri wa miaka 25. Kwa sababu inaripotiwa dau la kumpata Alvarez ni kubwa, ndio maana klabu ya Arsenal wamewaza kuweza kumtumia Martinelli pamoja na Gabriel Jesus kama sehemu ya kuongezea kipato chao cha kumpata Julian Alvarez. Ingawa baadhi ya mashabiki wa Arsenal hawajashtushwa na kuondolewa kwa Jesus, bali wameshtushwa kuondolewa kwa Martinelli. Walitegemea Martinelli ataendelea kuwa kwenye mipango ya timu yao, lakini Arsenal wanamtazama Alvarez kama faida yao kubwa itakayowapa faida zaidi kuliko Martinelli. Maana kwa Martinelli wana mbadala wa Transford na wakina Madueke, Bukayo Saka, lakini pale kwenye safu yao ya ushambuliaji pamekuwa butu licha ya kumsajili Gyökeres, lakini bado hawajapata makali wanaoyataka. Ndio maana wanamtazama Julian Alvarez ambaye tayari ana uzoefu na ligi ya Uingereza. Tukisalia hapo Arsenal, pia Arsenal wanakaribia kumuuza beki Alexander Zinchenko kwa klabu ya Ajax kama mchezaji huyo ataelekea huko kama sehemu yao ya kuendelea kukusanya fedha. Zinchenko mwenye umri wa miaka 29 kwa muda wote huu amekuwa akitumikia klabu ya Nottingham Forest kwa mkopo akitokea Arsenal baada ya kupoteza nafasi kwenye klabu ya The Gunners. Kwingineko tusonge mbele tuangalie mshambuliaji wa Uholanzi Joshua Zirkzee mwenye umri wa miaka 24 anataka kubaki Manchester United kwa msimu wote uliosalia mara baada ya kuhusishwa mara kwa mara kurejea huko Italia Roma. Lakini Joshua Zirkzee amesema kwamba yeye hataki kuondoka kwa sasa Manchester United. Anataka abaki paka msimu uishe, afu msimu ukiisha ndio aangalie mpango mwingine. Joshua Zirkzee alijiunga na Manchester United akitokea ligi ya Italia, lakini amekosa nafasi kwenye kikosi hicho, lakini bado amekataa kuuzwa. Amesema kwamba ngoja abaki paka walau msimu utakapomalizika. Kwingineko klabu ya Real Madrid wako tayari kumuuza kiungo wakati wa Ufaransa Eduardo Camavinga ambaye amekuwa akisumbuliwa mara kwa mara na majeraha. Klabu hii iko tayari kumuuza, huku klabu kama ya Arsenal, Liverpool zikiwa zina hamu ya kumsajili Eduardo Camavinga. Kwingineko tuende paka kule Saudi Arabia. Karim Benzema anafikiria kurudi Ulaya na kutafuta klabu nyingine mara baada ya hivi karibuni Karim Benzema aligomea kucheza mechi ya Al Ittihad mara baada ya kusikia tetesi za kutaka kupunguziwa mshahara. Benzema alichukulia swala hilo kama dharau kwake na amesema anatamani kuweza kurejea Ulaya na kuondoka Saudia. Benzema mwenye umri wa miaka 38 alijiunga na Al Ittihad akitokea klabu ya Real Madrid na kufanya makubwa katika klabu hiyo, lakini kwa sasa mambo yajawa mazuri huko Saudia, maana wanataka kumpunguzia mshahara naye hayuko tayari kupunguziwa mshahara. Anachukulia jambo hilo ni kama dharau. Tumalizie na Barcelona. Barcelona wanapanga dau la msimu wa joto kwa beki wakati wa Manchester United na Argentina Lisandro Martinez. Finches in Spain wanaripoti kwamba Barcelona wamemweka Lisandro Martinez kwenye project yao ya majira ya joto kama sehemu ya beki kuimarisha safu yao ya ulinzi. Klabu ya Barcelona hawajawa wazuri sana kwenye eneo la kuzuia, ni wazuri zaidi kwenye eneo la kumiliki, kuprocess pamoja na kushambulia, lakini kwenye eneo la kuzuia, na ndio maana mara nyingi hata wanapocheza mechi ni ngumu kuiona Barcelona ikiondoka na clean sheet uwanjani, na ndio maana wanataka kuimarisha ulinzi kwa kumsajili Lisandro Martinez. Bye bye.